Katika maonyesho haya ya kutimiza miaka 50 ya maonyesho ya biashara ya Sabasaba, sisi kama taasisi tulifika hapa kuja kuonesha fahari katika tiba bobezi za moyo hapa nchini. Malengo yetu makuu, tulikuja hapa kuonesha maudhui ya vitu ambavyo tunavifanya katika taasisi zetu, matawi yetu yote 6 yalikopo nchi nzima. Lakini pia tulikuwa tumekuja na kampeni zetu hapa kubwa 2. Moja ilikuwa ni ya kinga, yani screening, tunaita jua namba zako. Malengo yetu ilikuwa ni kuona wagonjwa kati ya 1000 mpaka 1600, na mpaka tunahitimisha zoezi hili tulikuwa tumeona wagonjwa zaidi ya 1200, na katika hao asilimia zaidi ya 58 walikuja kuonwa na daktari na asilimia 42 walikuwa wamekuja kwa ajili ya kujua namba zao, ambao ni sawasawa na watu karibu 510. Na katika hao zaidi ya asilimia 47 walitambulika wana matatizo ya shinikizo la damu la kupanda pamoja na kisukari pasipo wao kuwa na dalili zozote zile. Kiachana hiyo, wagonjwa wengine walioingia kumwona daktari walipimwa vipimo vya kibobezi vya moyo, ikiwemo umeme wa moyo, picha ya moyo yani echocardiogram, pamoja na stress test, ambayo hii ni alikuwa anafanya mazoezi na moyo wake unaonekana unafanyaje kazi wakati anafanya mazoezi. Na walikutana na shida walipatiwa tiba hapa hapa, na wale ambao walikutana na matatizo ambayo yanahitaji uangalizi zaidi, uchunguzi zaidi, walipata rifaa nzuri kwenda katika taasisi yetu kuu ambayo iliko pale Upanga, na kuelekezwa pia namna zingine za kuendelea na tiba katika matawi yetu 6 yaliyopo nchini. Pia tuna kauli mbiu yetu nyingine, kampeni ya kutoa ni moyo. Hii ilikuwa ni kuchochea wananchi wachangie katika gharama za kutibia magonjwa ya moyo kwa watoto. Hizi gharama ni juu sana. Watoto wengi wana matatizo haya wanatoka katika familia ambazo hazijiwezi. Zaidi ya watoto 20,000 wanazaliwa kila mwaka na matatizo haya ya moyo. Lakini sisi kama taasisi ambayo ndio taasisi pekee inayotoa tiba hizo, tunatibia watoto karibuni 300 tu kwa mwaka. Hiyo ni chini ya asilimia 1 ya wagonjwa hao ambao wana matatizo hayo. Kuona hivyo, serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wenyewe ndio wamekuwa washikadau wakubwa katika kuchangia kulipia huduma hizo za watoto.